Labda nianze kwa kusema tulikwisha kuanza tangu asubuhi ya kwamba maisha yamefungamanishwa na kanuni. Tunakumbuka baba yetu Apostle Onesimo Ndegi huwa ana kitu anakisema mara nyingi ya kwamba Biblia ni kuhusu mambo mawili, ni kuhusu lugha na kuhusu kanuni. Maana yake ni kwamba maisha yetu na vyote vinavyotokea kwenye maisha yetu vimeunganishwa na kanuni. Maana yake sisi tunaathiriwa na kanuni mbalimbali za kimaisha. Bwana Yesu asifiwe. Na kwenye maisha hauruhusiwi kuchagua matokeo, unaruhusiwa kuchagua kanuni. Matokeo ni kitu automatic ambacho kinatokea baada ya wewe kuamua kuitii kanuni ama kuamua kuivunja kanuni. Kwa hatuombi matokeo, tunaomba kuzijua kanuni ili zitupatie matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa asubuhi nikasema ya kwamba kanuni ni kama misumari, ya kwamba ukiziheshimu zinakujenga, usipoziheshimu zinakubomoa, zinakutoboa. Ukivunja kanuni, kanuni zinakuvunja. Ukiziharibu kanuni, kanuni nazo zinakuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapaswa kujua ya kwamba sio mara zote mambo yanapokuwa yameharibika kwenye maisha ni matokeo ya shetani, kwamba umelogwa. Mambo mengi hasa kwa watoto wa Mungu ambayo yanaharibika ni kutokuzingatia kanuni. Aidha haujui kanuni au unaijua unaichukulia poa. Kwa ile kanuni inaanza kukuadhibu, unaanza kuwasumbua watumishi wa Mungu wa kuombee. Kumbe tatizo lako wala halihitaji maombi, linahitaji kutii kanuni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo asubuhi ya leo na mchana wa leo nataka tuangalie hizi kanuni ili tuweze tukaziishi, kwa sababu tunapozungumza kwa habari ya kumuishi Kristo, kwa habari ya kuliishi neno, tafsiri rahisi au tafsiri nyingine ni kuziishi kanuni. Hauwezi ukasema unamuishi Kristo alafu unazipiga mateke kanuni zake. Hauwezi kusema kwamba wewe ni mtu wa neno na unaliishi neno na kanuni za neno unazipiga mateke. Bwana Yesu asifiwe. Sio kuna mtu anasikia mahali hapa. Kwa ni either uzifuate kanuni zikupe matokeo mazuri au uzipuuze kanuni napo zikupuuze pia. Sasa moja ya kanuni mchana wa leo ambayo tunakwenda kuiangalia, ambayo inatawala maisha, ni kanuni inaitwa utaratibu, order. Naanzia kutokea hapo. Ni kanuni inaitwa utaratibu. Ninapozungumza kwa habari ya utaratibu au order, ninazungumza kwa habari gani? Ninazungumza kwa habari ni mpangilio au ni utaratibu wa namna ya mambo ambavyo yanapaswa yafanyike. Kwenye kila jambo, kwenye kila kitu kwenye maisha, kuna the how, kuna namna ya kulifanya, kuna namna jambo linapaswa kutendeka. Kwenye ndoa, kuna namna ndoa inapaswa kuendeshwa. Kwenye uchumi, kuna namna, kuna kanuni za kuendesha mambo ya kiuchumi. Kwenye kanisa, kwenye nyumba ya Mungu, ziko taratibu mbalimbali za kuendesha mambo ya nyumba ya Mungu. Kwa tunapozungumza kwa habari ya utaratibu, tunazungumza kwa habari ya zile namna mbalimbali ambazo zimewekwa, sheria mbalimbali ambazo zimewekwa katika ulimwengu wa roho, ambazo hizo zinaamua matokeo mbalimbali kwenye hiyo field.
Bwana asifiwe. Kwa mfano kwenye ulimwengu wa kawaida, kwenye hii natural world, zipo kanuni na sheria mbalimbali. Kwa wale ambao tunafahamu, kuna zile tunasema kuna law of gravity, si ndio? Kuna law of flotation. Maana yake ukikaa juu ya ghorofa ukaamua kutembea hewani, kuna kitu kitakupata. Kuna kanuni itaamua kukuangusha. Ni Yesu tu aliweza kuvunja hizo kanuni, akapaa na akatembea juu ya maji. Lakini zile zinaonyesha kwamba kila jambo limefungiwa kanuni fulani fulani. Kwa kuna utaratibu lazima tuuishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna zile structures, kuna zile systems. That's number 1. Number 2, tunapozungumza kwa habari ya utaratibu au order, ni agizo au ni amri inayotolewa na mamlaka. Ni agizo, ni amri, it's a decree, ni maelekezo ambayo yanatolewa na mamlaka. Kwa hiyo amri au haya maelekezo au haya maagizo ndio yanatupa blueprint, yanatupa nini kitakuwa kifanyike. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ukiona mahali kuna disorganization, mambo yako hovyo hovyo, ni either namba 1, hakuna agizo lililotolewa ili watu walifuate, au kuna maagizo, kuna neno limeachiliwa lakini watu wanaamua tu kulipuuza. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta mambo yanaenda shagala bagala, mambo yanakwenda yanajipeleka yenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Popote ukiona mambo yanaenda watu wanajiamulia mambo, ni kwa sababu hakukuwa na agizo, ama lilikopo agizo na watu wamegoma kulitia agizo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa Mungu naye katika umilele wake, katika uungu wake, ametuwekea taratibu, ametuwekea sheria, ametuwekea namna zake za sisi kupata faida kwenye haya maisha, ya kwamba tuzifuate hizo, tuzikumbatie hizo ili zituzalishie. Kwa hiyo utaratibu wowote ambao umewekwa kwenye nyumba ya Mungu, utaratibu wowote ambao umewekwa kwenye maisha, Mungu hajauweka ili kututesa. Mungu hajaweka ili kutubana. Mungu ameweka ili kutuhudumia, ili kutusaidia. Haleluya. Kuna wakati tulikuwa tunakuwa vijana wa kiume na wa kike, kuna wakati wazazi wetu walikuwa wanatuwekea taratibu wakati tunaziona kama zinatutesa, ni ngumu. Unaambiwa kurudi mwisho saa fulani, unaambiwa usicheze na yule, unaambiwa hichi na hichi. Kuna wakati kwa tunafikiri wazazi wanatutesa, wanatunyanyasa. Lakini unapofika kiwango fulani cha ukuaji, unagundua kumbe mama alikuwa ananipenda. Ndio maana aliniwekea utaratibu na alinikataza haya, aliniwekea utaratibu wa namna ya kuenenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati mwingine unaweza kufikiri kuna baadhi ya taratibu Mungu ameziweka kwamba vile anakubania. Lakini nataka nikwambie kwamba kila utaratibu ambao Mungu ameuweka ili aweze kuhudumia. Kwa sababu God does not move in a place ambayo iko disorganized. Mungu atembei, Mungu afanye kazi mahali ambapo hakuna utaratibu. Haleluya. Haleluya. Kwa lazima kama watoto wa Mungu tujifunze kufuata utaratibu. Sasa kufuata utaratibu ni kitu gani? Jambo la kwanza, kufuata utaratibu maana yake ni kufuata kilichoagizwa. You observe to do.
kufuata, kutenda kilichoagizwa. Usipotenda kilichoagizwa, usipotenda kile ambacho neno linaagiza, inabakia kuwa head knowledge ambayo haina matokeo. Yoshua 1:8. Can we project? Yoshua 1:8. Anasema na kitabu hiki cha Torati kisitoke kinywani mwako, si ndio? Bali uyatafakari mchana na akule, kuna kusema to observe, to do, kutenda sawa sawa na yote yaliyoandikwa humo. Kwa unapotenda sawa sawa, anasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana usiku, upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Kwa anasema upate kuangalia kutenda sawa sawa na yote yaliyoandikwa humo. Kwa hiyo kufuata taratibu ni kufuata maagizo, kufuata kilichoandikwa, kufuata kilichoagizwa. Sasa inawezekana imeagizwa kwa neno la Mungu, lakini pia inaweza kuwa imeagizwa kupitia kinywa cha mtumishi wa Mungu. Kwa mtumishi wa Mungu akiagiza, akitoa maagizo cha kitu ambacho unataka kukifanya, huhitaji kwenda kuangalia kwenye Biblia, unataka kufuata. Bwana asifiwe. Haleluya. Namba 2. Kukimbia au kutenda kazi kwa kufuata safu yako. Yoeli sura ya 2 mstari wa 7 na mstari wa 8. Kukimbia, kutenda kazi kwa kufuata safu yako. Kwa neema ya Mungu, Mungu ametuita na Mungu ametuweka tukiwa na assignments tofauti. Naomba niekee hiyo Yoeli sura ya 2. Assignment tofauti. Kwenye nyumba ya Mungu kila mtu ana assignment yake. Kwenye ndoa, mke na mume, kila mtu ana assignment yake, ana jambo lake la kufanya. Kwenye ofisi, kila mtu anakuwa na cha kwake cha kukitenda. Sasa kufuata taratibu ni kila mtu kukimbia kwenye safu yake. Anasema Yoeli sura ya 2 mstari wa 7. Nike mstari wa 7. Hupiga mbio kama mashujaa, hupanda ukuta kama watu wa vita, nao huendelea mbele kila mmoja katika njia zake, wala hawapotoshi safu zao. Wala hawapotoshi safu zao. Nataka upigie mstari hapo. Wala hawapotoshi safu zao. Tuone mstari wa 8. Wala hapana mmoja amsukumaye mwenzake, huendelea mbele kila mmoja katika njia yake, hujifanyizia njia kwa nguvu kati ya silaha, wala hawaachi kuifuata njia yao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mfano mzuri ni kwenye riadha. Najua watu wengi tunafahamu riadha, right? Kwenye riadha kuna vitu vinaitwa safu. Kuna kama mistari ambao wanaokimbia, kila mtu ana sehemu yake ya kukimbilia. Ukiwa unakimbia kwenye ile leni yako, alafu ukahamia kwenye leni ya mwenzako, hata kama umetangulia mbele, wewe hujashinda. Bwana Yesu asifiwe. Umekiuka utaratibu wa mchezo. Kwa kila mmoja anapaswa kukimbia kwenye njia yake.
Kwa tunapozungumza kwa habari ya kufuata utaratibu, ni kila mmoja kufanya kile kitu ambacho ameagizwa kufanya. Yaani kama wewe ni katibu usiingilie kazi za mwenyekiti. Kama wewe ni mtu wa media usiingilie kazi za praise. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo lazima kama kanisa tujifunze kila mtu kutembea kwenye safu yake. Tunaishi kwenye kizazi na kwenye majira ambayo kila mtu anataka kuwa kila kitu. Mke anataka kusimama kama mume. Hataki kutembea kwenye safu yake kama mke. Kwa unaingia nyumbani hujui nani baba, hujui nani mama. Kwa sababu gani? Kuna mtu amechomoka kwenye safu yake, anakimbia lakini amekanyaga safu ya mwenzake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwambie jirani yako, kimbia kwenye safu yako. Namba 3. Kufuata kanuni ya utaratibu ni nini? Ni kuishi utamaduni wa ufalme wa Mungu. Kuishi utamaduni wa ufalme wa Mungu. Kila ufalme una utamaduni. Kila familia, kila ukoo una utamaduni. Na sisi kama watu tuliookoka na sisi tuna utamaduni. Kitabu cha Warumi sura 12 1 na 2 pale. Anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii. Kile kipengele cha kwanza. Anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii. Maana yake dunia hii, mfumo huu wa ulimwengu una namna zao za kutenda. Una utamaduni wao. Sasa tunaishi kwenye majira, tunaishi kwenye kizazi, tunaishi kwenye wakati ambapo ulimwengu umekuwa na sauti kubwa. Sauti ya ulimwengu imefungiwa booster, kiasi kwamba mpaka wana wa Mungu wanaamua kuisikiliza hiyo sauti na kuifuata. Kwa unaona kwamba kunatokea uharibifu mwingi kwa sababu watu wa ufalme mwingine wanalazimisha kuishi utamaduni wa ufalme mwingine. Wanafuatisha namna za ufalme mwingine. Huwezi ukaishi Kenya kwa sheria za Tanzania. Haleluya. Huwezi ukaishi kwenye nchi tofauti afu unataka kuishi kwa utaratibu wa nchi. Sisi sio ufalme huu. Sisi sio ulimwengu huu. Bwana asifiwe. Okay, labda mimi niseme hichi. Ulimwengu umetufundisha unainua sauti, na napenda sana kutoa kwenye eneo la familia na ndoa kwa sababu ni eneo ambalo linashambuliwa zaidi. Ukienda kwenye ofisi hizi za nafikiri za ambazo nafikiri ni Rita, ukienda ukaangalia divorce rate, Wakristo wengi sana wana divorce na wala hawasikii shida. Kwa sababu mfumo ulimwengu umewaambia kwamba it's okay, akizingua achana naye, hamna kusamehe, piga chini. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mambo kusamehe. Hakuna kuvumilia. Kama hiyo mambo haelewi, kama umuelewi tena achana. Kwa unakuta mpaka kanisa linaingia kwenye mifumo ya dunia. Na pengine tunasema ulimwengu umebadilika. Ulimwengu umebadilika, ni kweli, lakini neno la Mungu halijabadilika. Utamaduni wa dunia umebadilika, ni kweli. Lakini ukweli ni kwamba neno la Mungu liko pale pale. Kwa tuna changamoto ya kwamba kwa sababu ya mitandao ya kijamii, kwa sababu ya sauti ambayo inainuka huko nje,
kanisa na sisi tunaanza kutekewa, tunaanza kuendea kwenye hizo njia. Lakini mchana wa leo tunarudi kwenye njia kuu katika jina la Yesu. Nasema tunarudi katika njia kuu katika jina la Yesu. Tutaishi katika utamaduni wetu wa neno. Neno litabakia kuwa ndio mamlaka ya juu na mamlaka ya mwisho kuhusu maisha yetu. Kwa gharama yoyote tutaliishi neno. Hatuwezi tukaamua kuziishi kanuni za dunia. Ngoja nikwambie kitu. Unajua, kwa mfano kwenye mambo ya kiuchumi, kwenye uchumi na masuala ya kifedha, mfumo wa dunia, namna ya kupata pesa, namna ya kuwa tajiri: kusanya zaidi, save, invest. Kusanya zaidi. Mfumo wa Mungu, mfumo wetu, toa zaidi ili upate. Kwa hiyo ukiona kuna kutoa, mfumo wa ulimwengu unakwambia wewe unaibiwa. Unatoa tithe, yani asilimia, yani umepata milioni 10, milioni 1 nzima. Kwa unasikia huko mitandaoni unasema hakuna mambo fungu la 10 hamna. Kwanza hawa machungaji wanapiga tu pesa. Lakini ukweli ni kwamba ukifanya vya duniani, wewe maisha yako hayaendi. Kuna siku moja nilikuwa ninaongea, miaka ya nyuma kidogo, nilikuwa naongea na Pastor Winnie. Sababu tulikuwa huko nyuma tumeshawahi kufanya kazi ambazo zinafanana za kwenye hizi projects za miradi kama miradi ya afya na nini, zile donor fund projects. Sasa tumekaa tunamtafakari Mungu na nini. Kuna kitu tukajiuliza, nasema hivi, kwa nini tunasema hivi hizi hela za miradi zina mapepo au zina nini? Lakini tukaja tukagundua kitu kimoja: tukifanya namna ambazo wanafanya watu wengine, si hatutoki. Yaani kuna namna zile, kwa wale ambao wanafahamu, kuna ile kwamba kuna mradi, kwa hiyo kuna zile forging za receipt, mnafoji vitu, mnapiga hela. Watu wa duniani ambao tunafanya nao kazi, they go, wanaenda. Nyinyi mtashangaa hata unachokifanyia na ile hela hata kionekani. Sema kuna shida gani? Ni kwa sababu watu wa duniani mifumo yao inawakubali. Wewe ukifanya kwenye mfumo wa duniani, wewe ukukubali. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kama wa dunia inavyoenenda, utashangaa wao wanafanikiwa, ila wewe mambo yanakugomea. Kwa nini? Uko kwenye ufalme tofauti, unafanya utaratibu tofauti, unaenda kwa kanuni tofauti. Wao wakichukua rushwa wanafanikiwa, wao wakichukua rushwa zinakutesa. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya akili zenu. Kwa tunapofanya upya akili zetu, tunafanya upya kuanza kuzifuata kanuni za Mungu. Mungu anasema nini kwa habari ya uchumi? Mungu anasema nini kwa habari ya kazi? Mungu anasema nini kwa habari ya malezi? Mungu anasema nini kwa habari ya huduma? Everything kina majibu kwenye neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa usikae mahali ukaanza kucompromise, ukaanza kucompromise ile standards zako za Mungu, kwa sababu dunia ndio inaenda uelekeo fulani. Unakaa unasema Bwana, umri unaenda, Bwana tu nizae. Sio lazima. Lakini no, we have our own culture. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini na neno jema mchana wa leo ya kwamba hata kama kuna namna ambapo ukuzifanyia vizuri kanuni za Mungu, leo tunageuka katika jina la Yesu. Haleluya. Iko neema mchana wa leo. Haleluya, haleluya. Sasa asubuhi kuna vitu mbalimbali tuliviona kwa habari ya kanuni hii za utaratibu. Mtu usome Mwanzo, Genesis, Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1.
Anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mstari wa 2 sema nayo nchi ilikuwa namba 1 ukiwa, namba 2 tena utupu, namba 3 na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Sema roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Kwa tubakie kwanza hapo. Anasema nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Na sisi tunajua ya kwamba Mungu wetu ni nuru, na chochote Mungu anachokifanya ni chema. Tunakubaliana? Kila kitu Mungu anachokifanya ni kizuri, ni chema, it's perfect. Sasa swali, inakuwaje nchi inakuwa ukiwa? Inakuwaje nchi ilikuwa utupu na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji? Nini kimetokea mpaka hali hii imetokea? Maana yeye Mungu wetu ni nuru. Kwa nini kuna giza? Na tunajua kwamba Biblia inasema ndani yake ndimo ulikokuwa uzima, na huo uzima ulikuwa ni nuru ya watu. Sema nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Mbona giza hapa limeweza? Kwa kunakuja kugundua ya kwamba mambo yameharibika kwa sababu inaonekana hapa, kwa sababu tunafahamu ya kwamba uumbaji ni recreation. Kuna kitu kilitokea. Ndio maana kuna vitu ambavyo tunaviona vipo tayari ambao tuone kama vimeumbwa. Tunaambiwa kwamba nchi ilikuwa hivi. Maana kuna kitu kilitokea hapo. Bwana asifiwe. Nini kimesababisha kitokee kilichotokea? Maana inaonekana kuna mifumo Mungu aliiweka ili dunia ikae mahali pake, ikae kwenye utaratibu wake, na hiyo mifumo ikaharibiwa, ikatokea hichi kitu. Maana yake unapoona kwenye maisha kuna chochote kimepotea, kimeharibika, unapoona kwenye maisha chochote kimeanguka, unapoona giza kwenye maisha yako, kabla ya kuanza kukemea, kabla ya kuanza kumshutumu shetani, anza kuangalia, do you observe the law? Hakuna taratibu umezivunja. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna sheria umezivunja. Sababu kwenye nyumba ya Mungu lazima tujifunze kutembea kwenye sheria, kwenye kanuni. Nchi ilikuwa ukiwa, ilikuwa giza, ilikuwa utupu. Lakini tunaona ya kwamba inaonekana kulikuwa kuna disorder somewhere. Kwa unaona Mungu tena anaanza, mstari unaofuata, mstari wa 3, anaanza na kuweka order, kuweka utaratibu. Sema Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Ukiendelea kule unaona Mungu anaanza tena kuweka utaratibu mbalimbali za maisha. Kwa ukisoma vizuri hiyo sura, kitabu cha Mwanzo, utagundua ni Mungu alikuwa anaanza kuestablish systems za maisha. Ana establish mifumo ya namna ya watu waishi. Kwamba mtu akitaka kuishi na kupata matokeo, kuna namna ya kuenenda. Na ndio maana unakuta mara zote kwenye Biblia pale mahali ambapo wanadamu waliasi, walitoka kwenye utaratibu wa Mungu, mateso yaliingia. Wakati mwingine Mungu alinyamaza kuongea. Haleluya. Kuna mahali naelekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mwanzo moja tushasoma hapo. Let's go further. Wakorintho wa kwanza 14:33 na 40. Wakorintho wa kwanza 14:33 na 40. Anasema kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani. Vile vile kama ilivyo katika makanisa yote
ya watakatifu. Tuone mstari wa 40. Mstari wa 40. Anasema lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Mtu mmoja aseme kwa uzuri na utaratibu. Huyu ni Paulo anazungumza na kanisa, anasema na watoto wa Mungu, anazungumza na kanisa la Wakorinto. Na ukisoma zile pretext kule juu, utagundua kanisa lilikuwa lipo katika uamsho mkuu, kama huu ambao Living Water tunauingia, kama huu ambao kanisa la Tanzania tunauingia. Ilikuwa kwenye piki ya uamsho, na ikiwa kwenye hiyo piki ya uamsho, kuna jambo ambalo Paulo aliliona haliendi sawasawa kwenye kanisa. Kwa akaona ya kwamba kuna disorder. Kila mtu anajiamulia mambo. Huyu anakuja na fundisho, ana ufunuo wake, anasimama anaanza kufundisha. Huyu anakuja, kundi jingine linakuja, wao ni manabii, wanaanza kutabiri. Wengine wanaenda kwa lugha, yani kukaa kuna vurugu mechi kanisani, kwa nyumba ya Mungu. Kwa Paulo anawaandikia, anasema mambo yote yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Kwa Paulo ukisoma kule, anaanza kuweka utaratibu wa namna gani ya kufanya, kwa sababu Roho Mtakatifu anapokuwa amemwagwa kwenye kanisa, huwa kuna vitu vinatokeaga. Kuna karama zinamwagwa, kuna uwezo unakuwa pumped out kutokea ndani ya watu. Kwa kukiwa hakuna utaratibu, kila mtu anataka kufanya anachojiamulia yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa Paulo akaanza kuset standards. Mimi nakumbuka wakati kuna kipindi fulani najiandaa, Mungu ananiandaa. Nilikuwa sijajua bado, lakini Mungu alikuwa ananiandaa kwenda kwenye huduma. Roho Mtakatifu alikuwa anazungumza deep revelations na mimi. Wakati anazungumza vile, anifundisha mimi, ila mimi natamani kama vile nipe madhabahu, nipasue, nipige. Yaani kitu yaani watu unaona pasta kwa nia Mungu, hebu mwambie pasta anipe madhabahu. Yaani mara hii tu nipige. Bwana Yesu asifiwe. Sasa assume sasa kanisa ndio lina watu wa namna hiyo, ni wengi na hakuna order. Hamna kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa lazima sisi kama kanisa tujifunze kukaa kwenye utaratibu. Kama viongozi, ujifunze kukaa kwenye utaratibu. Kukaa kwenye kile kilichoagizwa ambacho Mungu anataka ukitende, ukae katika hicho. Asubuhi nilitoa mfano, nikasema wiki hii hapa baada ya Penueli sababu nilikuwa najiandaa kurudi kwetu Mafinga, nikasema nikawa nataka nimuone mama kwa habari ya mambo fulani. Kwa nikampigia simu dada Agnes. Nikamwambia dada Agnes, nilikuwa nataka kumuona mama. Vipi atapatikana leo? Anapatikana. Dada Agnes hakuwa kwenye eneo la kujua, na Agnes akanishauri jambo. Akaniambia unaweza pia ukampigia uone kama atakuwepo ama hatakuwepo. Follow me. Lakini mimi ni mtu ambaye ninapenda sana order, na ninajua ya kwamba kwenye ofisi ya mama kuna secretaries. Kwa nini nimpigie direct? Kwa nini amewaweka wale? Kwa mimi nikafanya ninavyofanya, nikapata namba ya nafikiri somebody scholar, right? Nikampigia. Scholar akanipa utaratibu. Bwana asifiwe sana. Akanielekeza, akaniambia baba uje muda fulani. Nikaja mama akawa ametoka, ananiambia subiri, inawezekana ataingia darasani
Kwa hiyo inabidi kama asipoingia ofisini, akiingia darasani itabidi usubirie mpaka saa 2. Na namba ya mama na kila kitu, lakini sikupiga simu. Kwa nini? Order. Somebody say order. Kwa sababu kila mtu akiwa anapiga simu, kila mtu akiwa yani kanisa zima sasa anapata wapi muda hata kusoma neno, wa kutafakari, wa kufanya mambo mengine? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali kanisa, kwa sababu si we are the church of Leeds, ni kanisa ambalo tunapendana, yani tunaishi kama familia. Kwa kuna wakati mwingine unaweza kujikuta tunajisahau, unamruka mtu wa protocol, unatoka zako huko ibada imeanza saa 4, umetoka zako huko saa 6 kasoro umeingia. Jamani, leo mzee yupo, unaenda pale, wao baba, it's very good. Naomba mnisamehe kwa mimi ni mtu napenda, I love that. Nikasema hivi, kuna tofauti kubwa mzazi kukuita kama wao unaendeleaje, na tofauti pia amekaa kwenye ana focus kitu kingine, hapo unakuja unaondoa una disrupt. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Najua hapa haipo sana hiyo, ipo kule Mafinga zaidi. Haleluya. Sasa wakati mwingine tunajikuta tunadogosha upako. Yaani nikwambia hivi, neema usiyoheshimu haiwezi kukuhudumia. Neema unayochukulia kawaida haiwezi kukuhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi hapa mnaniona, mimi nimesoma na Pastor Willy, my bishop. Na of course nimesoma, nilikuwa darasa la mbele. Na she was my very good sister. Tumefanya naye huduma. Now she is my bishop. She is my supervisor. She is my mama. Si muendeagi kitu kivyo vyote. I don't. Kasi naweza kumpigia simu Flora au nani, ule utaratibu ambao umewekwa, I follow it. Bwana Yesu asifiwe. Kama kwa tunataka kuona mtembeo wa Mungu kwenye nyumba ya Mungu. Sisi kama naongea maneno magumu sana, lakini anyway, kesho naondoka Mafinga. Kama kwa tunataka tuone mtembeo wa Mungu, follow order. Kama mama baba amemweka mtu, heshimu aliyewekwa. Kwa sababu unapomheshimu aliyewekwa, umemheshimu aliyomweka. Kama vile ambavyo ukimheshimu mtumishi wa Mungu, umemheshimu Mungu. Pia ukimheshimu aliyowekwa na mtumishi wa Mungu, umemheshimu mtumishi wa Mungu. Kwa uwezo sema unamheshimu Mama Lilian Ndegi au unamheshimu Apostle Onesmo Ndegi, alafu mtu aliyomweka yeye kusimama sehemu, wewe umheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine ni kweli tunafanya mambo ambayo they are disorder, lakini kwa sababu ya kutokujua. Ya kutokujua tu. Lakini leo tunatoka hilo eneo katika jina la Yesu. Nasema leo tunatoka katika jina la Yesu. Tutaanza kutembea katika utaratibu wa kimungu. Tutaanza kuziishi kanuni za Mungu katika jina la Yesu. Sasa nikwambie, kanuni huwa hazielewi. Watu wanaweza wakuelewa, lakini kanuni huwa hazielewagi. Unasema huyu ni rafiki yangu, atanielewa. Huyu ni mke wangu, huyu ni mume wangu, atanielewa. Kona nafanya vyovyote, atanielewa. Anaweza akakuelewa, lakini kanuni ikakupiga. Akina Miriam walipozingua kwa Musa, Musa aliwasamehe, ila Mungu aliwashughulikia. Kanuni ilishughulika nao. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu ama mume ama mke ama vyovyote vile, kukuelewa kwao hakuizimishi kanuni. Ndio maana kuna mtu mmoja kwenye Biblia, kwa moyo mzuri, kwa nia njema, alienda akagusa sanduku la agano ili alizuie lisidondoke akafa. Sema Mungu mkatili? No.
kilichomuua sio Mungu, ni kanuni, ni utaratibu wa Mungu. Kwa kuna wakati unakaa mahali pa mateso, pa majuto, just because we don't follow principles. Hatutembei katika lane zetu. Kuna wakati mambo yanakuwa ni magumu kwenye taasisi kwa sababu watu wako shagala bagala. Oh my God. Ukisoma Waamuzi sura ya 6, tunaona watoto wa Mungu kabisa walioitwa kwa jina la Bwana wanapitia mateso dhidi ya Waamaleki vibaya mno, kiasi kwamba wakivuna mazao yao, wakifanya kazi zao, wanakuja wanapigwa, wananyang'anywa, wanaishi kwenye ugumu sio kawaida. Wanamlilia Bwana. Malaika anamtokea Gideoni, anamwambia wewe shujaa, anamwambia wewe usinitanie mimi shujaa yake vipi? Anampa maelezo pale, tunafahamu. Lakini kuna maswali akaanza kuyauliza. Akamwambia kama kweli Mungu yuko pamoja na sisi, inakuwaje mambo yanatupata? Mbona mambo hayaeleweki? Mungu anayuko na sisi. Mbona mambo haya yanatupata? Mbona haya mabaya yanatupata? Bwana Yesu asifiwe. Lakini to cut long story short, tunagundua kichwa kinawapiga, walivunja kanuni ya Mungu ya ibada, walitengeneza miungu yao. Walitengeneza taratibu zao za kuabudu miungu mingine. Kwa kanuni zikawa zinawaadhibu, zinawapiga. Haleluya. Pigia Yesu makofi kama unanipenda. Yaani ukweli kabisa. Ara mimi kwanza mimi ndo hili somo ndo nalisikia saa hizi, lakini pia si kama napenda sana kufundisha hichi. Mimi na message zangu hizo favorite messages, lakini Mungu ndo hajaniruhusu. Ndio kasema niseme hichi. Haleluya. Kwa mshangilie Bwana pamoja na mimi katika jina la Yesu. Na kuna mtu mmoja hapa ndani anapona katika jina la Yesu. Kuna mtu unahitaji kuwekewa mikono, unahitaji tu kufuata kanuni fulani za kimungu na unapona katika jina la Yesu. Kuna mtu unahitaji counseling, unahitaji kufuata kanuni za Bwana na maisha yako yanapona katika jina la Yesu. Mshangilie Bwana mabwana, haleluya. Ngoja tuone kanuni nyingine. Tuligusa kidogo pale asubuhi. Kanuni nyingine inaitwa kanuni ya kazi. Mwanzo 1:26 Biblia inasema, na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu, akatawale. Fukula mbele anaendelea, samaki baharini, ndege wa angani. Lakini Mungu anamuumba mtu ili akatawale. Na kwa sababu Mungu ni Mungu wa kanuni na Mungu wa taratibu, kwa Mungu anamfanya mtu mke na mtu mume, alafu anatengeneza utaratibu wake. Na utaratibu Mungu ambao anaufanya, Biblia inasema, kwa nikupe hayo maandiko, Mwanzo 1:26 tunaifahamu, Mwanzo 2:15 mpaka 17, alafu Mwanzo 3:1 mpaka 6, alafu na 9. Mimi nitafanya narration tu, wewe utasoma kwa sababu ya muda. Mungu baada ya kuwa na hilo kusudi lake la kumtengeneza la utawala, kwa Mungu anamfanya mtu, anamweka mahali panaitwa bustani ya Edeni. Sema bustani ya Edeni. Ukiangalia kwa haraka wewe utaona bustani, lakini Mungu alikuwa anaona ofisi. Alikuwa anaona kazi. Anasema akamweka bustani ya Edeni ili ailime na kuitunza. Kwa nini Mungu anamweka Edeni alime na kutunza? Kwa sababu Mungu ana kusudi lake kule Mwanzo 1:26. Kwa ili Adamu aweze kumiliki na kutawala, amewekwa Edeni.
ili kutokea Edeni amiliki ulimwengu wote, sababu Edeni ni one place. Kwa hiyo mtu, kanuni ya kumiliki na kutawala, utamiliki na kutawala ulimwengu wako kutokea kwenye Edeni yako, kutokea mahali pako pa kazi. That is a principle. Hiyo ni utaratibu wa Mungu. Na pale ile eneo lake la kazi kuna mambo mengi ambayo ilikuwa ni faida ya ile kanuni, ya ule utaratibu. Utagundua kwamba kila wakati unajua kupungwa, Mungu alikuwa anakuja kuzungumza, kupiga story na Adamu. Maanake mahali pako pa kazi ni mahali pako pa kumsikia Mungu. Unataka kumsikia Mungu very clear, kaa kwenye assignment yako. It's a place of encounter. Kanuni ya kazi ni kanuni ya kukutana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa Mungu akawa ameweka utaratibu wake huo. Maana kesa Adamu anaanza kumiliki, anaanza kutawala, lakini atawali kwa kuzunguka ulimwengu mzima. Anatawala just from one place. Kama vile ambavyo unaweza kukaa sehemu moja ya maombi ukashika ulimwengu wote kwa maombi from just one point. Kwa na Adamu naye katika ile asili yake ya uungu alikaa kwenye ikulu yake inaitwa Edeni, akawa anaweza kutiisha ulimwengu wote, one person. Lakini ataendelea kutiisha na kutawala akiendelea kukaa kwenye kanuni ya Mungu. Kwa hiyo ili shetani avuruge maisha ya watu, huwa anakuja kupindisha kanuni tu za Mungu. Ili shetani azuie kusudi la Mungu kwenye maisha yako, analokifanya na kuchelewesha ama na kuzuia wewe kwa udanganyifu, kwa deception, wewe usifuate kanuni za Mungu ambazo Mungu ameziweka. Ndio maana utaona kwenye ile sura ya 3, shetani anakuja, nyoka anakuja bustani. Na nyoka amefanya utafiti wake vizuri. Amegundua ya kwamba utaratibu wa Mungu wa namna ya kucommune, ya namna ya kutoa maelekezo, huwa Mungu akija anaongea na Adamu, alafu Adamu anaenda kuongea na mkewe. Kwa amesema usile hichi na hichi na hichi. Kwa hiyo Adamu anakwenda anaongea na mke wake, bwana Mungu akasema tusile hiki na hiki na hiki na hiki. Sasa shetani anakuja, anafanya ana disrupt. Anaanza kwa mwanamke, aanze kwa mwanaume. Haleluya. Mwanamke alipokubali, Mungu hakusema kitu. Tunaona mwanamke anaenda kumpelekea msosi mume wake. Ilikuwa ni mume wake anampelekea msosi mke wake. Sasa hivi ni mke wake anampelekea msosi mume wake. Ghafla Mungu anasema, swali la kwanza, Adamu uko wapi? Swali, Mungu alikuwa ajui Adamu yuko wapi? Maana you are out of order Adam. Where are you? Sio kuna mtu ananisikia. You are out of order, uko nje ya kanuni yangu, uko nje ya utaratibu wangu. Adamu uko wapi? Adamu anaanza kutoa excuses zake. Sijui ni huyu mwanamke. Mungu hajawahi kuelewa excuse hata hii. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu hajawahi kuelewa excuse hata siku moja. Hujafanya. Umekosea, yani haelewi excuse. Watoto wa Mungu, moja kati ya kitu ambacho tunatakiwa kukishindana nacho na kukishinda ni roho ya visababu. Roho ya visababu. Yani unatafuta sababu ya kuahirisha mambo. Unatafuta kwa sababu kwa nini ukufanya ulichoagizwa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio ile mtu kiongozi wako sijui ni wa seli, sijui ni wa zone, anakupigia, mtumishi, vipi hatuja kuona ibadani? Sema yani wewe acha tu.
yani pale nataka kutoka hivi nyumbani, kuna mtu akanipigia simu, kuna wageni wakawa wanataka kuja, kwa hiyo ikabidi nikabidi tu niairishe. Sababu nilikuwa naongea hapa nikasema, haki yetu isipozidi haki ya Mafarisayo, hatutaweza kuona ufalme wa Mungu kabisa. Hatutaweza kuona mema ya Mungu kabisa. Nikasema ya kwamba watu wa ufalme wa pili, watu hawa, they observe their law. Wanatii bila maswali, hata kama ni za kijinga. Nikasema ya kwamba ukienda kwenye duka la wale jamaa, tuchukulie Bala Mpemba, una milioni zako 50, 100, unataka sijui kununua kitu gani, alafu ni muda wake wa swala, anakuacha, anakuambia ni muda wangu wa swala, subiri hapo, nitakuja kukuhudumia. Utaki, tembea. Wakati washaye kukutana na hiyo situation, hawakuhudumii. Kwa nini? Kwa kanuni yake inamtaka wakati huo asifanye kitu kingine chochote isipokuwa ibada. Kwa anaacha vyote, anaacha michongo yote, anaenda kwenye ibada, alafu huyo mtu ana hela kuliko wewe, ambaye unakuwa na excuse nyingi za ibada. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu hawa watu wana ufahamu ambao tulipaswa siku wanao zaidi ya hiyo, ya kwamba hela zangu, uchumi wangu hautokani na biashara yangu iko Kariakoo, kwamba ni good place. Kuna madhabahu yangu, kuna mahali pangu pa nguvu zangu, hapo ndio patafanya hela hii inifuate popote. Kwa hiyo hata nikiacha hii, hela hii itaenda, itazunguka, itarudi hapa. Kwa nakwenda kwa Mungu wangu kufanya ibada nikiwa sina mashaka, kwa sababu najua mifumo inavyofanya kazi, najua kanuni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi kuna watu kule kwetu Mafinga, mtu unajua kudai nisikana hapa. Mtu anasema siendi kanisani kwa sababu sina mtu wa kumwachia dukani. Bwana asifiwe. Maana I cannot lose this money kwa ya masaa 3 ya ibadani, labda kama nikipata mtu wa kumwachia duka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kumbe unaweza ukauza duka lako kwa lisali moja hela ya mtu ambaye ameuza masaa 24, kama unatembea kwenye kanuni ya Mungu, kama unatembea kwenye divine order. Kwa sababu ukifanya ya Mungu, Mungu anaweza kuwasubirisha wateja wako wakasubiri yani wakachelewa kwa barabarani, wakachelewa wapi, ukifika ndio wanajaa dukani. Umenikatalia. Haleluya. Umenigomea, najua. Kuna mmoja tu kunaona amenielewa. God, yani ukizitii kanuni za Mungu, na kanuni za Mungu pia nazo zinakutiza, zitakuheshimu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Wow. Kwa utaandika na ile Mwanzo 3:23 mpaka 24. Mwanzo 3:23 mpaka 24. Kwa tumeona Mungu ni wa utaratibu. Kwa baada ya Adamu kukosea, baada ya Adamu kwenda kinyume na utaratibu wa Mungu, baada ya Adamu kutenda dhambi, maana kutenda dhambi ni kwenda kinyume tu na kile ambacho Mungu amesema. Mungu anatoa laana kwa Adamu. Mungu anatamka maneno magumu, anamlaani Adamu kwamba kuanzia leo wewe utaanza kula kwa jasho, utaanza kustruggle ili ule, utaanza yani una msuli tembo, matokeo unapata msosi wa siku moja, yani siku hiyo unakula inaishia hapo, na wewe mwanamke utazaa kwa uchungu. Lakini kwa sababu Mungu ni Mungu wa kanuni, na eneo la Edeni, eneo la uwepo wake, hakuna laana inaweza kufanya kazi.
Kwa Mungu inabidi afanye tena namna nyingine ya kuwatoa Edeni na kuwatimua, kwa sababu laana hazifanyi kazi Edeni. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna laana ambayo inaweza kufanya kazi kama wewe unakaa katika uwepo wa Mungu masaa yote. Hata tokee mtu anajiita mtumishi wa Mungu au wa shetani kwa level gani, akakutamkia malaana, kama you are full of the spirit, hizo laana zitakuja, lakini zitajigonga, yani zitakuwa zimegonga jiwe, zinaanguka zenyewe chini, kwa sababu unatembea katika uwepo wa Mungu, unatembea katika kanuni ambayo Mungu ameweka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Shangilie Bwana kama unaelewa mchana wa leo. Asubuhi kuna kitu nilikisema, kuna mfano mmoja niliutoa, nataka niurudie. Pale ninapotokea mimi, kuna mtu ambaye ni rafiki, ni mtu tunafahamiana tuseme. Tulikuwa tunauzungumza, tulikuwa tunapiga story kadha wa kadha, na sijui tulifikia vipi mpaka tukafikia hapo, lakini akaanza kuwa sema vibaya wa Masai, sema wa Masai. Akaanza kuwazungumza vibaya wa Masai. Asema Masai wao wajinga, yani hawaeleweki, wao wapumbavu. Akasema, nikasema kwani kuna shida gani? Akasema mimi pale kazini nimemwajiri mlinzi ni Masai, na huyu mlinzi Masai nimeweka pale, na nilipomweka nilimpa maelekezo. Hayo maelekezo niliyokuwa nimempa ni kwamba haruhusiwi mtu yoyote, miongoni mwa maelekezo, haruhusiwi mtu yeyote kuingia ile eneo, ili kwenye ile eneo langu, kwenye ofisi yangu. Ilikuwa ni ofisi yake kubwa, anauza mbao. Hakuna mtu anaruhusiwa baada ya ukishafunga utepe pale jioni ile, mtu yote haruhusiwi kuingia kwenye humu ndani baada ya saa 12:30 jioni, hata atoe maelezo gani. Masai, okay, sawa rafiki. Haleluya. Imefika siku sasa, alikuwa anataka, huyo bosi mwenyewe anataka kuingia ofisini kwake, ametoka huko alipotoka, amechelewa. Kaagiza kameanza kuingia. Sema si ofisini kwangu. Kufika pale Masai akamwambia, "Aro, au ingii." "Rafiki, au ingii, wewe ni nani?" Sema, "Wewe unijui mimi?" Akaanza kumfokea, akamwambia, "Sikiliza, inawezekana umejibadilisha sura, inawezekana umebadilisha sauti. Kwa utaratibu hapa ni kwamba bosi alivyoniambia saa 12:30 ni mwisho wa watu kuingia." Neno lake mimi ninachukua hilo neno lake. Kwa wewe utakuwa umejibadilisha sura. Masai kawa mkali, akanambia sasa, yule jamaa kaza ananiambia, "Yaani jamaa nusu anipige fimbo." Bwana Yesu asifiwe. Ameweka utaratibu, na Masai anazuia mpaka aloweka utaratibu. Hasa kwa sababu gani? Kanuni hazijalishi zimewekwa na nani. Mungu mwenyewe anasema, nimelikuza neno langu, nimeliinua juu neno langu kuliko jina langu, more than my reputation. Kwa nikisema chochote, nikiweka utaratibu wowote, mimi mwenyewe Mungu siwezi kukiuka. Nikiukiuka huo utaratibu, nao utanikiuka mimi. Bwana Yesu asifiwe. Nikienda kinyume na neno langu, nitakuwa nimejivitinisha mwenyewe. Kwa kanuni ni kama Masai. Sio wa Masai wote, lakini Masai huyu ambaye nimekuhadithia habari yake kwamba haelewi. Haleluya. Kanuni hazielewi, yaani zimenyoka kama rula. Ni kwa bahati mbaya tu tunaishi kwenye majira ambayo watoto wa Mungu
tunazidiwa tu akili na ufahamu na watu wa duniani, kwa sababu wao wanazingatia sana kile ambacho kimekubaliana, hata kama kinamuumiza nani. Ukienda kwenye vikoba huko nje huko, kinakunyooshea rula hivi, akuangalia umekiuka, unatakiwa faini ni faini, usituletee sababu. Haleluya. Lakini tukija ndani ya kanisa, ndani ya mwili wa Kristo, watu tumekuwa tuna compromise, tunafikiri kwamba there is grace. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima leo uamue kabisa kutoka kwenye vilindi vya moyo wako ya kwamba utazikumbatia hizi kanuni za Mungu gharama yoyote. Utaamua kuacha vya kwako vyovyote, utaamua kuacha vile ambavyo vinakufurahisha wewe, ili tu uzitimize kanuni za Mungu, kwa sababu ni kwa faida yako, ni kwa haraka wako, ni kwa mwendo wako mwenyewe, katika jina la Yesu. Haleluya. Hiyo neema ipo, hiyo neema inatenda kazi katika jina la Yesu kwenye maisha yako. Kuanzia leo utaanza kutembea katika taratibu za kimungu, utaanza kutembea katika kanuni za Mungu. Hautakwenda kushoto wala kulia, hautaikwepesha leni yako, utatembea kwenye kile Mungu amesema na amekipanga. Emfikiria Yesu. Jesus is God. Yesu ni Mungu, lakini yeye mwenyewe ana embrace, anakumbatia kanuni kama mjinga, kama kichaa. Nilizungumza hapa asubuhi, nikasema story ya Yohana Mbatizaji. Biblia inatuambia ya kwamba alikuwa na ubatizo wa Yohana Mbatizaji ni ubatizo kwa ajili ya nini? Ya toba, si ndio? Lakini ukisoma vizuri Biblia yako utagundua ile ilikuwa ni kama geresha. Ilikuwa ni ubatizo wa Yohana, ulikuwa ni msako. Walikuwa wanaskani kitu fulani, walikuwa wanamtafuta Kristo, na Yohana alipewa maelekezo kwenye assignment yake kwamba wewe ndio mtangulizi wa Kristo. Kwa wewe unatakiwa, wewe ndio, kuna law of ordination, si ndio? Wewe unatakiwa umordain huyu mtu aingie kazini. Wewe ndio ordinator mwenyewe. Kwa hiyo batiza watu, hata wakija mji mzima, nitakusanyia watu wote, mji wote waje. Batiza yule utakayeona Roho Mtakatifu anakuja juu yake. That is the one. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu Yohana Mbatizaji anafanya hiyo kazi kwa uaminifu. Anabatiza, anawafokea watu. Ni kizazi cha nyoka, anawapiga madongo. Here comes Jesus. Yesu anatokea. Ambe, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyu ndo niliyesema habari zake kwenye Mathayo pale, anasema mimi nataka kubatizwa na wewe waja kwangu. Unakuja kwangu. Yesu anamwambia imenipasa kuitimiliza haki yote. Kuna utaratibu ambao umewekwa na mbingu. Kuna kanuni ambayo imewekwa ambao nikiivunja italeta matatizo. Kwa sababu ili Roho Mtakatifu aje juu yangu, ili upako uje juu yangu, ili Roho Mtakatifu anikamate na kunipeleka nyikani, ni lazima kwanza nibatizwe. This is the way out. Kwa haijalishi mimi ni nani, lakini ninachukua jukumu la kusubscribe kwenye hii kanuni, ili ya kwamba kinachotakiwa kitokee. Kwa sababu nisipofanya hichi kitu ambacho ni agizo la Mungu, matokeo sitapata. Na pale mwanzo nimesema ya kwamba uruhusiwi kuchagua matokeo, unaruhusiwa kuchagua kanuni. Matokeo hatuchagui. Matokeo it's just automatic. Kwa Yesu anakubali kubatizwa, anakubali kushuka ili jambo fulani litokee. Kwa kuna wakati kama watoto wa Mungu tunajichelewesha kwenye maisha
kwa sababu moja tu. Tunakuwa na excuse ya vile vitu ambavyo Mungu amesema. Hatuvitendei kazi. Afu tunabaki tunaomba. Kwa sababu unajua kimsingi lengo kubwa sana la maombi ni kupata ufunuo wa what to do. Unapoomba kuna vitu vingi vinatokea, na moja kati ya kitu ambacho kinatokea ambacho ni cha muhimu zaidi ni kuketch revelation ya cha kufanya. Hata kuna wakati mtu unaomba, Mungu anaachilia ufunuo ndani yako. Let's say anaachilia ufunuo wa wewe kutoa sadaka fulani madhabahuni. Hujaambiwa na mtu, umeambiwa na mbingu. Na wewe unaanza kuwa na sababu. Mimi kuna hichi, kuna ada za watoto, kuna nini. Kwa unajikuta unajichelewesha kwa sababu alichosema Mungu akitokei mpaka wewe utimize hicho. Bwana asifiwe. Haleluya. Mdangu umeisha. Simama kwa miguu yako. Lakini kwa kumalizia niseme, kuna faida kubwa sana ya kufollow instructions na taratibu na kanuni za Mungu. Na kuna kitu baba huwa anakizungumza mara nyingi. Huwa anasema ahadi zote za Mungu kwenye maisha yako zimekwisha kutimia. Ahadi zote za Mungu, vyote ambavyo Mungu amevisema tayari vimetimia kwenye maisha yako katika ulimwengu wa roho. Shida ni udhihirisho. Sasa moja kati ya faida na matokeo ya kuzifuata kanuni na taratibu za Mungu kwenye maisha ni kwamba tunapata nafasi ya kudhihirisha kile ambacho Mungu amekisema juu ya maisha yetu. Neno la Mungu linadhihirika. Kama kuna unabii ulisema kwako, kama kuna neno ambalo ulilipata kwa revelation, kwa ufunuo wa ndani, unapoanza kutii kile kitu, unapoanza kutembea kwa hiyo kanuni, kunapatikana udhihirisho. Unaanza kudhihirisha mambo katika ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni faida kubwa sana za wewe kuzikumbatia hizi kanuni. Nataka tumshukuru Bwana asubuhi ya leo tunapomalizia, na tujisemeshe sisi wenyewe. Hili ni jambo la kujifanyia maamuzi binafsi. Ninajua umejikagua wewe mwenyewe kwenye maisha yako, kwenye maeneo mbalimbali, maisha yako na Mungu, maisha yako kwenye kazi zako, maisha yako kwenye familia, kwenye ndoa, kwenye malezi. Na inawezekana umegundua ya kwamba kuna eneo fulani ambalo haujatenda vizuri, uliskip baadhi ya kanuni. Nataka leo ujisemeshe na ujiambie ya kwamba kuanzia leo mimi I will marry every principle. Every principle. Sema katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya neno lako la wakati. Baba, asante kwa sababu nimetambua ya kwamba maisha na hatua yangu ya mbele imefungamanishwa na kanuni za neno lako. Leo ninaamua ya kwamba sintaishia kujua tu, lakini nitaanza kuziishi kwa gharama yoyote. Nafsi yangu, akili yangu, mawazo yangu, miguu yangu,
utazikimbilia kanuni za Mungu, utazipenda kanuni za Mungu, utazifanya sheria za Bwana katika jina la Yesu. Maana katika kuzifanya ndipo kuna kufanikiwa sana, ndipo kuna kustawi sana kwa jina la Yesu. Kila uzito niliokuwa nausikia leo ninautua chini. Kila uzito uliokuwa nizuilia kuzifuatia kanuni leo ninaziangusha chini kwa jina la Yesu. Mimi ni mtendaji, sio msikiaji, kwa jina la Yesu. Anza kuomba kwa jina la Yesu. Anza kusema kwa jina la Yesu. Jisemeshe mwenyewe. Speak to yourself.